Katika kutekeleza kwa vitendo dhamira ya serikali ya awamu ya 6 na kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi, serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imefanya kazi kubwa katika kuzitangaza bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa, ikiwemo kuratibu ushiriki wa biashara za Tanzania katika maonyesho ya kimataifa nchini mbalimbali na kujenga utamaduni wa kuthamini ubora kwenye jamii yetu na kuanzisha tuzo za ubora za kitaifa. Najua mnafahamu sasa hivi kuna maandalizi ya maonyesho ya Sabasaba ambayo yanaendelea. Ndugu waandishi wa habari, malengo ya kuanzisha kwa tuzo hizi ni pamoja na kuwatambua na kuwapongeza watu binafsi waliotoa mchango mkubwa katika kuboresha miundombinu ya ubora au taasisi zinazofanya vizuri kwenye masuala ya ubora wakati wa utekelezaji wa shughuli zao za uzalishaji bidhaa au utoaji huduma. Watu wanasema mcheza kwao hutunzwa. Kwa ndio maana ya umuhimu wa kuwatambua wale ambao wamefanya vizuri katika sekta ya ubora. Lengo jingine ni kuhamasisha ubunifu na uboreshaji wa bidhaa na huduma zinazotolewa hapa nchini kupitia taratibu zilizowekwa chini ya miundombinu ya ubora, ambapo kwa upande wa bara inasimamiwa na Shirika la Viwango Tanzania na upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ipo ZBS. Aidha, washindi wa shindano hili watapata nafasi ya kushiriki katika mashindano ya kitaifa na mashindano ya kikanda kwa maana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC. Wale ambao watapatikana kitaifa ndio hao ambao wataiwakilisha nchi yetu katika mashindano ya kikanda katika maeneo hayo ambayo nimeyataja. Ndugu waandishi wa habari, tuzo za ubora za mwaka 2025 ni msimu wa 6, kwa maana hii ni mara ya 6 sasa tunaenda kuandaa tuzo hizi au mashindano haya. Lakini vipengele kwa mwaka huu vitakuwa ni vipengele 7. Kipengele cha kwanza ni tuzo ya kampuni bora ya mwaka. Kipengele cha pili ni bidhaa bora ya mwaka. Kipengele cha tatu ni huduma bora ya mwaka kwa kampuni binafsi. Kipengele cha 4 huduma bora ya mwaka kwa taasisi ya umma. Kipengele cha 5 ni muuzaji bora wa bidhaa za kilimo nje ya nchi. Kipengele cha 6 muuzaji wa bidhaa mchanganyiko nje ya nchi, na kipengele cha mwisho mtu mmoja pekee aliyefanya vizuri katika masuala ya ubora. Huyu anaweza akawa sio mzalishaji na mtu mwingine yoyote ambaye amechangia katika masuala ya ubora. Kwa kipengele cha kwanza hadi cha 6 tumeandaa tuzo kwenye makundi mawili, kwa maana ya kampuni kubwa na pia kuna tuzo kwa wajasiriamali wadogo. Kwenye tuzo ya kwanza hadi ya 6 ina makundi mawili. Uwezo kumshindanisha mzalishaji mkubwa na mzalishaji mdogo. Tija kiuchumi. Tija ziko nyingi. Inaweza ikawa nyingine sio kiuchumi, lakini tija ya kwanza kabisa visibility. Leo kumtaja kwa mfano kampuni zile ndogo ambazo zimeshinda kwa ngazi ya kitaifa, akaenda Afrika Mashariki, akaenda SADC, amepata visibility, lakini mbali ya kupata visibility inampa confidence. Kumpa confidence ya kwamba kile anachokifanya kinatambulika ndani ya nchi, lakini akienda hata kwenye jumuiya zingine, nchi zote 24 kwa makundi tofauti anamtambua. Kwa kufanya hivyo, ile visibility na kutambulika, ile huduma anayotoa anapata wateja zaidi na anapata kuaminiwa zaidi. Kwa hiyo kiuchumi tunaiona kwa maana atakuza masoko na maybe atapata wateja wengi zaidi, lakini pia ile kupata acknowledgement kwamba kuna watu ambao mamlaka ambazo zinakutambua na kuona mchango wako, na yenyewe hiyo ni kubwa, lakini pia inakuwa na multiplying effect kwa maana ya kile kinachotambulika. Kuna kingine ukione kwa mara moja lakini kinampa multiplying effect. Lakini pia akitambulika hivyo, akipata masoko zaidi, wateja zaidi, ina maana ataendelea kuongeza ajira. Kama alikuwa na watu 5 au 6, anaweza akadouble namba ya watu ambao anafanya nao kazi. Kwa hiyo unaweza kaiona hiyo pia tija kiuchumi. Kikubwa napenda kuwakaribisha wazalishaji wote wa bidhaa nchini, watoa huduma wote, wajasiriamali, ili waweze kushiriki kwa wingi, tuweze kufanikisha zoezi letu hili. Na fomu za ushiriki zitapatikana katika tovuti yetu ya TBS pamoja na ZBS, au mfike ofisini kwetu ZBS ama kwa TBS inshallah.